Katika nyanda za juu kusini mwa Tanzania kulizaliwa shujaa ambaye jina lake liliwatisha hata wakoloni waliokuwa na bunduki na mizinga. Huyu hakuwa mtu wa kawaida. Alikuwa kiongozi, mpiganaji na alama ya upinzani, na mpaka leo amebaki kuwa alama ya mashujaa kutoka katika moja ya makabila adhimu Tanzania, kabila la Wahehe. Jina lake lilikuwa Mkwawa. Mkwawa alizaliwa takribani mwaka 1855 katika jamii ya Wahehe kusini mwa Tanzania. Jina lake kamili lilikuwa Mkwavinyika Munyigumba Mwamuyinga. Alizaliwa katika familia ya kifalme, baba yake akiwa kiongozi wa Wahehe. Akiwa mtoto, hakulelewa kama mtoto wa kawaida. Alifundishwa vita, alijifunza uongozi, alijifunza kulinda ardhi ya watu wake. Kwa Wahehe, maisha yalikuwa ya nidhamu na nguvu. Baada ya kifo cha baba yake, kulikuwa na migogoro ya uongozi. Lakini Mkwawa hakuwa dhaifu, hakuwa mtu wa kusubiri. Alipigania nafasi yake kwa nguvu na hatimaye akawa kiongozi mkuu wa Wahehe. Alipoingia madarakani, alifanya jambo moja muhimu sana. Aliunganisha makabila na koo za Wahehe, akaimarisha jeshi lake, na hapo akaanza kujenga dola yenye nguvu sana katika eneo la Iringa. Chini ya Mkwawa, Wahehe walikuwa wenye nidhamu kali ya kijeshi, wenye umoja, wenye nguvu ya kupambana. Alijenga jeshi lenye uwezo mkubwa. Askari waliokuwa na mafunzo ya mapigano, mbinu za kushambulia kwa ghafla, ulinzi mkali wa mipaka. Hakuruhusu mtu yeyote kuvamia ardhi yake kirahisi. Wakati huo, Wajerumani walikuwa wanaanza kutawala sehemu ya Afrika Mashariki, German East Africa. Walitaka kudhibiti ardhi, kuweka utawala wao, kukusanya kodi. Lakini walikutana na mtu ambaye hakuwa tayari kunyenyekea. Mkwawa. Mwaka 1891, Wajerumani walituma jeshi dhidi ya Wahehe, lakini hawakujua walichokuwa wanakutana nacho. Katika eneo la Lugalo, Mkwawa aliteka jeshi lao kwa mbinu za kushtukiza. Aliwashambulia kwa nguvu kubwa. Matokeo yake, jeshi la Wajerumani liliangamizwa vibaya. Mamia ya askari waliuawa. Hii ilikuwa aibu kubwa sana kwa wakoloni, na jina la Mkwawa likaanza kuogopwa. Baada ya kushindwa, Wajerumani hawakukata tamaa. Walirudi wakiwa na jeshi kubwa zaidi, wakiwa na silaha nzito zaidi, wakiwa na hasira. Walishambulia ngome ya Mkwawa, Kalenga. Baada ya mapambano makali, ngome ilianguka, Wahehe wengi waliuawa, lakini Mkwawa alitoroka. Kwa miaka kadhaa, Mkwawa aliishi maisha ya kujificha, akiwa msituni, akihama kutoka sehemu moja hadi nyingine, akiendelea kupinga utawala wa Wajerumani. Alikuwa kama kivuli, anaonekana kisha anatoweka. Wajerumani walimtafuta kila mahali, lakini hawakumpata kwa urahisi. Mnamo mwaka 1898, baada ya miaka ya kukimbia na kupigana, Mkwawa alizingirwa. Na hapo alifanya uamuzi ambao ungeingia kwenye historia milele. Hakukubali kukamatwa hai. Badala yake, alijitoa uhai, alijipiga risasi. Ilikuwa ni ishara ya kukataa kudhalilishwa, kulinda heshima yake na kufa akiwa huru. Baada ya kifo chake, Wajerumani walichukua kichwa chake kama ishara ya ushindi. Lakini miaka mingi baadaye, baada ya vita kuu ya kwanza ya dunia, Waingereza walirudisha fuvu lake Tanzania. Leo hii linahifadhiwa kama kumbukumbu ya historia. Urithi wa Mkwawa. Mkwawa hakuwa tu kiongozi wa Wahehe, alikuwa ishara ya upinzani dhidi ya ukoloni. Alionyesha kuwa hata mbele ya nguvu kubwa, mtu anaweza kupigania uhuru wake. Heshima ni bora kuliko utumwa. Na hadi leo, jina lake linaishi. Historia yake inasimuliwa, na roho yake inaendelea kuhamasisha vizazi.